zitakuwa bayana siri. Lillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها إلى جنات النعيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، إخوة الأعزاء، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى، واعلموا أنكم بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوفون وعلى أعمالكم مجزيون ومحاسبون. يقول رب العزة والجلالة في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم صدق الله العلي العظيم. أحبائي وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموضوعنا اليوم يبث حول الأثر والسفر. Ndugu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja kipenzi chetu mtume wetu Nabii Muhammadin, ndugu zangu, ninakuhusieni lakini pia vile vile nakuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha lakini na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama maudhui ya anwani ya khutba yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Italenga swala zima la kauli mbiu isemayo al-atharu was-safar, athari binadamu katika amali zako ulizozitenda katika mgongo huu wa ardhi, na namna ile athari ilivyoandaa safari yako ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama alipotuambia ad-dunya mazra'atun lil-akhirah, dunia ni konde, dunia ni shamba ambalo binadamu anaishi katika mgongo wa ardhi hapa duniani. Katika mfumo wote wa maisha anayoishi, mfumo bora ni ule mfumo alioueleza Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani kwa kusema inna dina inda Allahi al-Islam. Hakika mfumo bora wa maisha anaotakiwa aishi mwanadamu ni mfumo unaoendana sambamba na Uislamu. Hivyo ndugu Muislamu, unatakiwa uandae, uache athari yako itumike, alama zako kabla ya kuondoka kwako. Na mahala pa kuandaa athari ni katika mgongo huu wa ardhi hapa duniani ulipozaliwa na wazazi wako na ulipoumbwa kutokana na udongo huu wa ardhi, pale Mwenyezi Mungu aliposema minha khalaqnakum
kutokana na ardhi tumekuumbeni. Wa fiha nu'idukum, na ndani ya ardhi tutakurejesheni. Wa minha, na kutokana na ardhi hii nukhrijukum taratan ukhra, tutakutoeni tena kwa mara nyingine. Sasa ndugu yangu, katika namna ya uumbwaji wako kutokana na udongo, na utarudi kwa udongo, lakini utafufuliwa katika siku yaumal mahshari, siku ya kufufuliwa, siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawakusanya waja wote na kupima mema ya mizani yao. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yeyote atakayepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, huyo atakuwa amehesabiwa hesabu nyepesi sana. Siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwambia binadamu, siku ambayo Mwenyezi Mungu ameieleza, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, kila kitu tutakuwa tumekiweka kwenye rekodi. Kitu utakachokifanya, unachoendelea kukifanya, ulichokifanya na ambacho unakifanya. Elewa, Mwenyezi Mungu yuwasema ndani ya surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu hata kutamka, hatamki la kheri au kutamka la shari, yuko malaika ambaye anahifadhi kile ulichokisema, na yuko ambaye ameandaliwa kwa kuweka rekodi yako. Ukisema jema ameandika, ukisema baya ameandika, ukifanya jema ameandika, ukifanya baya ameandika, ukihisi jema ameandika, ukihisi baya ameandika. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika surati Yasin aya nambari 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hakika sisi ndiyo ambaye tutakawafanya wale wafu kuwa hai. Sisi ndio wenye kuwafufua marehemu wote wakawa hai baada ya vifo vyao. Lakini wanaktubu makadamu, tutaandika kile ambacho wamekitanguliza kabla ya kifo chao, kabla ya kufufuliwa kwao. Je, wewe umefanya nini kwa ajili ya akhira yako? Hauna dhania ndugu yangu utaishi duniani milele? Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, na kila kitu aelewe binadamu kwamba tumekirekodi, tumekiweka katika orodha maalumu ya mambo yake, katika ubao wa lauhul mahfudh wenye kuhifadhi kila jambo. Ni zaidi ya kompyuta. Ndugu yangu, mimi na wewe tunaacha athari gani katika mgongo huu wa ardhi, ili baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapotupa vitabu vyetu vya mema yetu au vitabu vyetu vya makosa yetu, tunusurike na adhabu ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Elewa, utakapokutana na Mwenyezi Mungu atakukabidhi kitabu chako siku hiyo na kukwambia, ikra kitabaka, soma andiko lako, soma faili lako, soma kitabu chako kama cha mema yako, au soma kitabu chako kama cha madhambi yako. Ikra kitabaka kafaa binafsika alyawma alayka hasiba, ya kutosha wewe kwa nafsi yako. Leo wewe ni mwenye kuingizwa katika hesabu, kama vile duniani ulivyokuwa una wahesabu wenzio rekodi ya sensa, na wewe utahesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ulivyokuwa ukihesabu mapato, na wewe utahesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ulivyokuwa ukihesabu fedha, mishahara ya watumishi au mshahara wako, na wewe utahesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La msingi tujiulize, namna gani tunaacha athari
tutakapoondoka katika mgongo huu wa ardhi. Je, maisha yako ulioishi katika mgongo wa ardhi umefanya jambo gani kuifanyia familia yako, kujifanyia wewe? Umeasisi nini? Umezusha kitu gani, jambo gani ambalo wewe utaenda kwa Mwenyezi Mungu ukawa katika ile nafsi Mwenyezi Mungu aliyosemesha, ya ayyatuha nafsul mutmainna, ewe wewe nafsi uliotulizana, ewe wewe nafsi uliokuwa na utulivu, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki, rejea nafsi kwa Mola wako, radhiyatan, hali ya kuwa wewe ni mwenye kuridhiwa yale mema uliyoyatenda. Wewe ni mwenye kuridhia, tena maradhia, na wewe pia ni mwenye kuridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, dunia hii ni baitun kabaitin nasajathu lankabut. Ni dunia ni kama nyumba, kama miongoni mwa nyumba walizozisuka buibui, nyumba nyonge zisizokuwa na muda. Tunaondoka kila kukicha. Dunia kasuqin kamat, dunia ni kama soko lililopo tu mahala. Rabiha fiha man rabiha wa khasira man khasira, amepata faida aliyepata faida na amepata hasara mwenye kupata hasara. Ndugu yangu, iman li dunyaka kaannaka taishu abada, fanya katika dunia yako, fanya ufanyaje kana kwamba unaishi milele. Lakini waamal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan, fanya tenda amali kwa ajili ya akhira yako kana kwamba wewe wafa kesho. Fanya kwa akhira yako kana kwamba wafa kesho. Mimi na wewe tujiulize, tumeacha athari gani? Au marehemu waliondoka kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao tumeshiriki sote kuwazika, tusome rekodi zao, wameacha athari gani? Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasema katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim katika sahihi yake kwamba man sanna fil islami sunnatan hasana, yeyote mwenye kuanzisha, mwenye kuweka katika Uislamu akaanzisha mwenendo uliokuwa mzuri, kaanzisha jambo ambalo litakuwa zuri, asema kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da, atalipwa malipo yake na malipo ya yule ambaye ameiga mwenendo ule akaufanya baada ya kufa kwake na hata baada ya kuanzisha kwake. Yani wewe ukianzisha jambo zuri likawa linaonekana ni zuri na watu wakanufaika, wakafaidika, ima kwa thawabu au kwa maslahi tu kama sadaka, basi wewe ulioanzisha utapata malipo ya kile ulichokianzisha. Lakini yule atakayekuiga naye pia vile vile utapata thawabu zake atakazo zifanya yeye, pia na wewe zitakuhusu. Haya ndio maneno ya Mtume Muhammad. Lakini Mtume Muhammad asema tena, la yankusu dhalika min ujurihim shay'a, hawa walioanzisha katika hilo jambo zuri hayawezi kupungua malipo yao chochote, bali malipo yao au credit zao zitakuwa zaongezeka siku hadi siku, muda hadi muda, saa hadi saa. Ukaanzisha msikiti, ukajenga msikiti, ukajenga madrasa, ukachimba kisima, ukafanya. Lakini Nabii Muhammad hadithi hiyo hiyo yuwazungumzia wa bilaks, na kwa kinyume, man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, na yeyote mwenye kuanzisha katika Uislamu utaratibu mbaya, uovu, jambo baya la dhambi la kumwasi Allah tabaraka wa taala, Mtume Muhammad anasema kana alayhi, itakuwa imekula kwake huyo mtu wizruha, madhambi yake, wa wizru man amila biha, pia na madhambi ya yule ule ubaya uliotenda, ukafa ukaacha papu inaendelea, bali inaendelea, disco linaendelea, wahalu majara, wewe unaserebuka hapa na lile baa, yale madhambi unayapata na yule aliyeasisi
ile naye atapata madhambi hayo. Tena anasema wala yankus min ujurihim shay'a, na hayawezi kupungua yale malipo ya ubaya, yale malipo ya madhambi yao chochote, kwa sababu wametenda madhambi. Akhrajahu Muslim fi sahihi. Ndugu zangu, la msingi la muhimu, tuishini katika dunia, lakini tujitathmini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zitieni katika kujitathmini nafsi zenu kabla hamjaja kutathminiwa. Zihesabuni nafsi zenu kabla hamjaja kuhesabiwa. Jiulize wewe leo wafa hivi, je, umeacha athari gani ya kukuongezea wewe thawabu, ukiwepo ndani ya mwanandani, ukiwepo barzakh, ukiwepo akhera? Al-athar was-safar, athari utakayoiacha, umeacha nini katika safari yako ya kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zitieni katika hesabu nafsi zenu kabla hamjaja kuhesabiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Qulu jami'an astaghfirullah.